Nimewahi kuzungumza hapa kuhusu uwezo wa kufanya maamuzi. Na nikazungumza kuhusu sababu, na topiki ilikuwa inasema, je, una changamoto ya kufanya maamuzi? Sababu hizi, nikakupa sababu za pale, nikaeleza background kidogo ya kuhusu uwezo wa kufanya maamuzi na changamoto zake na athari za kushindwa kufanya maamuzi, na nikakupa kwa nini watu wengi wanashindwa kufanya maamuzi. Hii topic ya leo, tafuta ile topic, itakusaidia sana kwenye uwezo wa kufanya maamuzi. Sasa hii ya leo nataka nikupe dalili. Utagunduaje kwamba uwezo wako wewe wa kufanya maamuzi una shida? Ile nilikuwa nakupa sababu za kwa nini, chanzo. Hii ni dalili. Unajigunduaje kwamba uwezo wako wa kufanya maamuzi una tatizo, una shida? Nataka nikupe dalili 4. Dalili ya kwanza kugundua kwamba uwezo wako wa kufanya maamuzi una shida, utajiona unashindwa kufanya maamuzi sahihi. Yaani, sio kwamba huwezi kufanya maamuzi, unafanya maamuzi lakini maamuzi unayofanya sio sahihi. Yaani, unafanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hiyo yanakupeleka kwenye kujuta au kuumia au kujilaumu au kulaumiwa kwa kiasi kikubwa, badala ya kupongezwa au kujisifu. Kwa nini? Umefanya maamuzi yasiyo sahihi. Maana yake uwezo wako wa kufanya maamuzi sio mzuri. Dalili ya pili, unashindwa kufanya maamuzi kwa wepesi, yaani una uzito. Kitu cha kufanya maamuzi kwa siku moja, unafanya maamuzi kwa wiki. Kitu cha kufanya maamuzi kwa lisali moja, unafanya maamuzi kwa siku nzima. Kitu cha kufanya maamuzi kwa siku 2, unafanya maamuzi kwa mwezi. Wewe una uzito, una heaviness kwenye decision making. Unakosa kitu kinachoitwa quick decision making au precision decision making au precise decision making, kwa sababu una uzito. Ukiona una uzito kwenye kufanya maamuzi mara kwa mara, uwezo wako kufanya maamuzi umeshavamiwa. Umevamiwaje? Nenda kwenye topic ya sababu, itakusaidia. Dalili ya 3, unashindwa kufanya maamuzi kwa wakati sahihi. Sasa hapa sio unashindwa kufanya maamuzi sahihi, wala sio unashindwa kufanya maamuzi kwa wepesi. No, timing. Kwenye maamuzi kuna maamuzi ambayo unaweza ukayafanya yakawa ni sahihi, lakini yakaharibika kutokana na muda. Umekosea muda wa kuyafanya, umeharibu muda wa kuyafanya. Naomba niwaambie, kuna vitu kwenye mahusiano na ndoa, kwa mfano, ukachelewa kufanya yale maamuzi, ukaja kufanya maamuzi ya kubadilika wakati mwenzako kashachoka kutokana na wewe kuto kubadilika. Umefanya maamuzi sahihi, yatakusaidia wewe, lakini sio tena ya kuokoa ndoa yako. Kwa nini? Maamuzi yalikuwa sahihi, lakini muda sio sahihi. Ulipewa warning 2-3 kazini, ulikuwa unatakiwa kubadilika na kuanza kuwahi kurudi kazini, kusubmit deadline na kila. Ukachelewa, umeanza kuja kubadilika wakati umeshapewa barua ya kuhamishwa au ya kubadilishiwa kitengo. Umefanya maamuzi sahihi, lakini muda. Ukiona unafanya maamuzi kwenye muda usio sahihi, maana yake uwezo wako kufanya maamuzi umeumizwa. Kwa nini? Nenda kwenye sababu. Na jambo la mwisho, unakwama kwenye kufanya maamuzi yako binafsi na ya wengine. Sasa maamuzi tunayofanya yako ya aina 2. Yako unayofanya kwa ajili yako we mwenyewe, nataka kubadilika, nataka kupunguza uzito, nataka kuongeza maendeleo yangu, nataka kuongeza kipato. Haya ni maamuzi binafsi. Alafu yako unayofanya kwa ajili ya watu wengine, maamuzi kwa ajili ya wazazi wako, maamuzi kwa ajili ya ndugu zako, maamuzi kwa ajili ya watu wa ofisini kwako, maamuzi kwa ajili ya watoto wako. Haya ni maamuzi ya watu wengine. Sasa unajikuta unapata ugumu kufanya maamuzi ya kwako na ya watu wengine. Ya kwako yanakushinda, ya watu wengine yanakushinda. Na kuna wengine wanafanya maamuzi mazuri ya watu wengine, ya kwao yanawashinda. Wengine wanafanya maamuzi mazuri ya kwao, ya watu wengine yaani kuna sehemu unakwama. Ujue hiyo ni dalili ya kwamba uwezo wako wa kufanya maamuzi umepata shida. Unafanyaje? Nenda kule kwenye sababu, alafu ukazishughulikie zile sababu zinazokusumbua kufanya maamuzi. Utakuwa umetoboa. Naitwa Dr. Chris Mauki.